Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Na nadhani ukiwasha televisheni yako muda huu utaona taarifa kubwa imekuwa ni kuchaguliwa kwa papa mpya Robert Prevost. Anaitwa Robert Prevost kutoka Marekani. Na nadhani inakuwa ni papa wa kwanza kutoka Marekani, lakini kwa bara la aliyefariki, unajua alikuwa Papa Francis ambaye alikuwa anatoka Argentina, ni Amerika ya Kusini kule. Kwa hiyo huyu pia anatoka Amerika. Na ombwe bado lipo kwa wengi, unajua walikuwa wanatarajia, anatajwa kuwa yani mfano kama huyu papa ambaye amechagua jina la Leo wa 14, anasema yani ukiangalia vyombo vya habari kuwa wengi walikuwa wanatarajia sana kuhisi kama yule Mfilipino, walikuwa wanahisi watakuwa Wataliano tena, kwa sababu mapapa yani Wataliano wana mapapa wengi kutoka Italia, na historia inaonyesha kuwa wengi wanatoka Italia. Sasa ndio ilikuwa inaonekana kama chapuo ilikuwa imekwenda hapa. Wanasema huwa hakuwa akipewa sana nafasi, lakini ndio imekuwa hivyo. Amechukua nafasi ya Francis ambaye Papa Francis aliyofariki mwezi uliopita. Nilikuwa nikimtaja sana na kumzungumza sana. Lakini sasa kuna vitu viwili. Nilikuwa nimesikiliza hotuba yake wakati anazungumza, maanake amezungumza kwa Kihispania, ikapata translation pale. Kuna vitu viwili ambavyo amevizungumza, nadhani nitavijadili. Viwili tu alivyovizungumza. Kulikuwa kuna ugomvi mkubwa sana kati ya kanisa Katoliki na waumini wake wakati wa Papa Francis, hasa kwenye kile ambacho yeye alinadi kuwa mabadiliko makubwa ya kanisa kuelekea kwenye ulimwengu wa sasa. Hata pale alipozungumza kuhusu masuala ya ushoga, akasema kuwa hata watu ambao walikuwa wanajihusisha na mapenzi au wanakaribishwa kwenye kanisa, kitu ambacho kiligawa sana kanisa na wakakasirika sana kwenye hayo mabadiliko, na waumini wale wenyewe walikerwa na hayo matamko ambayo baadaye kama yalizimwazimwa yakaachwa na mambo yakaendelea, lakini kiasi kikubwa kuwa ni vitu ambavyo vilizungumzwa wakati huo na vilikera. Nadhani mnakumbuka hilo sakata, sitaki kuingia sana huko. Jambo la pili ambalo lilizua ugomvi kwenye nafasi ya Papa Francis ni kuhusu alivyokuwa akizungumza kuhusu amani ya dunia, hasa alipokuwa akimention Israeli kwa ugaidi, kwa vitendo vyao, alikuwa akiwasema sana. Kwa hilo pia lilikuwa. Sasa nimesikiliza hotuba hiyo ya Papa huyu Leo, ametaja hivyo vitu viwili kuwa kanisa linafungua njia kwa watu wote. Na sasa mijadala inayoendelea mfano kwenye vyombo vya habari, inategemea wewe unataka kujadili kipi katika hotuba yake, lakini nimejaribu kufuatilia mijadala michache ambayo wamekuwa kitafsiri ile hotuba yake. Ni miwili nadhani imepewa airtime ya kutosha. Hili la mabadiliko ambao naye analisema kuwa kanisa linawakaribisha waumini wote au linakaribisha watu wote. Tayari tafsiri imekwenda kuwa anatembea kwenye nyayo za Papa Francis, kuwa huenda katika kipindi hiki, hasa wengine wakimhusisha kuwa huyu ni Marekani na itikadi za Kimarekani zilivyo na Wamarekani wanavyopenda, kuwa wanahisi kuwa huenda huyu akaenda mbele zaidi kuzidi Papa Francis, kuruhusu ile masuala ya ushoga na nini. Huenda wanahisi kuwa sababu kupitia yeye, anasema alifanya mabadiliko ya kuongeza wanawake 3 kutoka kwenye utaratibu wa kanisa. Unajua kanisa ilikuwa sehemu ya maamuzi sana walikuwa ni wanaume. Hata leo makardinali wanabaki kuwa ni wanaume na papa hajawahi kuwa mwanamke.
sehemu ya kupiga kura aliongeza watatu katika mabadiliko yake, kwa sababu yeye amepelekwa Vatican mwaka 2023 kwa ajili ya kusimamia uteuzi wa maaskofu, ndio alienda pale. Hilo amelizungumza kuhusu kupokea, lakini kitu kingine amezungumza, nataka dunia yenye amani. Sasa hapa tafsiri ya amani ndio atapokuja tena kugombana na Israeli, kwa sababu Israeli wana shida moja, kuwa ukiwaambia kuhusu hatutaki vita, wewe ni adui yao. Yani kuwa hatutaki mauaji, wewe ni adui, umeshageuka. Sasa huyu anapowaambia kuwa dunia inahitaji amani, haihitaji tena mauaji, haihitaji tena vurugu, haihitaji nini, tafsiri ni tofauti kwa vichwa vya Israeli linavyokwenda. Israeli wao walitaka waambiwe kuwa endeleeni mnachokifanya, endeleeni kwa sababu nyinyi mlionewa sana, nyinyi, yani ndio wanachokitaka. Sasa hivi vitu vile ambavyo wamevizungumza Papa mpya, nadhani ni mjadala mkubwa sana unaoendelea kwenye vyombo vya habari hivi sasa. Hata ukiangalia vyombo vya habari ukiendelea hivi sasa, utaona kuwa uchambuzi mwingi unagusa kwenye haya masuala mawili ambayo ameyazungumza, na watu wanaingia in and out. Sasa hatujui, lakini mara zote huwa nawaambia tunapenda kwenda kwa ajili ya muda, na muda huwa unatoa majibu ya kila kitu, kwa sababu time, yani time ndio huwa jibu sahihi kabisa kwa kila kitu, yani kwa kila ulaghai wowote huwa unajibiwa na muda. Kwa hiyo wacha tumpe muda na yeye, alafu tumuone na yeye anatembea kwenye njia gani. Je, anaendeleza hayo mabadiliko ambayo kanisa limekusudia kuyabadili, au anafanya nini? Au ndio tunaweza tukashuhudia mpasuko mkubwa, au tukashuhudia kuunganishwa tena kwa kutoka kwenye ule mpasuko awali ambao ulikuwa unaonekana kwa kiwango chake kupitia kanisa Katoliki. Basi Sapoti Rahby Digital leo kwa kununua t-shirt nzuri na bora kabisa kwa bei ya shilingi 50,000 tu. Mapato yote yatatumika kukuza na kuimarisha huduma zetu ili tuendelee kukuletea kazi bora zaidi. Weka oda yako sasa kwa WhatsApp namba 0672476301 au 0654467177. Kumbuka kuwa malipo haya ni kwa ajili ya sapoti na sio biashara ya kawaida. Na kwa atakaojiunga na programu hii watatambuliwa rasmi kama wanafamilia wa Rahby Digital. Tushirikiane kuijenga Rahby Digital. Kwa pamoja tunaweza. Rahby Digital, haki na ukweli.